Uongozi lazima uwatoe watu hatua moja kwenda nyingine. Uongozi ndio role yako. Kama ni mkurugenzi, ni afisa elimu, ni katibu tawala, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, huwezi kuongoza watu ambao hujui kusoma na kuandika. Usipoona kwamba hili linakuhusu, utakuwa na shida. Mkoa wa Njombe, 10% ya wananchi wa Njombe hawajui kusoma na kuandika. 10%. Kwa kama Njombe tuna watu 900,000, maana yake watu 90,000 hawajui kusoma na kuandika. Sasa angalau hawa ni wale wa kisomo chenye manufaa tumewarithi. Sasa 10% ya watu wasiojua kusoma na kuandika 2050. Jamani. Hii shida. Hawezi kujua alama za barabarani kwamba taa ya nyekundu simama, taa ya blue, taa ya kijani pita. Utafanyaje mambo? Kwa nadhani hili ni vizuri tukachukua kwenye uzito. Uwezo, mjitathmini namna ambavyo kwenye kesi kama hii, ninyi kama wadau pia na mtu unayehead hapa program, unaweza ukachansi vipi kwenye kusupport. Yani being a leader lazima, ndio maana mzee Mkapa akasema uongozi ni kuonyesha njia. Wanakufuata sio kwa sababu wanakupenda, kwa sababu wanakuamini kwamba utawavusha. Lakini as a leader lazima uimpact. Ndio maana juzi nikiwa Makete kuna watu watakukuru niwaambia, walimuuliza rais wa awamu ya 6 wa Marekani, kiongozi ni nani? Akawaambia kama matendo yako yanasababisha mtu mwingine kuwa na ndoto, you are a leader. Kama matendo yako yanasababisha mtu mwingine kujifunza, you are a leader. Kujifunza zaidi. Lakini kama tuwe ni kiongozi, you are just ile physics, ile chemistry ya form 1. Was it chemistry? What is the matter? Is it physics or chemistry? Chemistry. What is the matter? Is anything that occupies space and you are such a leader. Yani hamna kinachokuhusu. Anything that occupies space. Hamna kinachokuhusu. Watoto wanajiandaa na mitihani, haikuhusu. Watoto shuleni, haikuhusu. Watoto wajui kusoma na kuandika, haikuhusu. You are just a leader by accident. Na leadership sio maana yake mkuu wa mkoa, mkurugenzi. Even being a parent. Unaweza kuwa mzazi ambaye ni mata. Anything that occupies space. Unajua ukizungumzia uongozi watu wadhani kwamba ni mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, afisa elimu, mkurugenzi. Lakini sisi tunabeba jukumu kubwa zaidi. Katika mazingira ya watoto hawa tunabeba role ya kuwa wazazi pia. Kwamba tuone namna ambao wenzetu hawa mwaka 2050 mwaka 2050 nitakuwa na miaka 67. Nakutana na mtu anasema, wewe mzee, na kukumbuka kwa mkuu wetu wa mkoa, ila huyo mtu hajui kusoma, kuandika wala kuhesabu. Nitajisikia vibaya sana. Nilienda Muhimbili, shangazi yangu alianguka kwenye mwendo kasi. Nikiwa Dar es Salaam tukarash emergency. Kufika pale emergency, wakati wanampokea nilikuwa nimeenda na wenzangu 3. Kwa wamempokea shangazi, wakati wanaanza kumwatendi, ile nafika wale vijana wa emergency wakaja wasema, mkuu wa mkoa, sisi ulitupeleka kwenye kambi ya Maswa. Ndio bechi ya kwanza ya kambi ulipokuwa RC. So emergency pale kulikuwa na vijana kama 6. Lakini wale vijana madaktari na wale manesi wauguzi walikuwa wametoka kwenye kambi za kitaaluma za Maswa kusema, mimi nisoma KSMC, mimi nisoma Muhimbili. Nikaona wow, kumbe at least wewe kufanya kitu. Lakini mimi hapa napokea ajira mpya. Tukiwa hapa wanakuja walimu, polisi, magereza, zimamoto. Sema, mkuu wa mkoa, wewe ulitupeleka kwenye kambi ukiwa Dodoma. Kwa pia hata kinyume chake. Kweli mkuu wa mkoa, hii serikali iko wapi watu wakishindwa kujua kusoma na kuandika jamani? Tunateua shule moja. Wanaenda kukaa hiyo shule.
wanafundishwa hizo KK. Huyu mtoto hana haki ya kwenda likizo, makisa kichwa chake ni kitupu. Anaendaje likizo huyu? Nasema? Anaendaje likizo huyu? Unampeleka likizo mtu yuko la 3, hajui kusoma, hajui kuandika, hajui kuhesabu. Kwa nini mtihani wa darasa 7 sichore katuni? Anakuchorea pale Lionel Messi. Unasema kwamba mtoto alikuwa na stress, kumbe maskini wa Mungu hajui. Anachora mguu wa kuku. Mimi afisa elimu ukiniuliza, tukikubaliana hawa watoto tunapoenda kwenye likizo, angalau watu wanapata 1 week ya kufundishwa hivi vitu. Likizo kama ya mwezi wa 12 ni wiki ngapi? Wiki 5. Wanagonga wiki ya kwanza kuhesabu, wiki nyingine kusoma, wiki nyingine kuandika. Lakini sio kwamba walimu wetu wanaenda tu pale. Tunaweza tukaangalia kwenye mazingira, mkashauri kama ni wazazi wao kuchanga, kama ni kutafuta walimu wa kijiji. Lakini hawa tusipokuwa na special program tunaingia kwenye dira 2050 na janga. Hawa wafundishwe, na wengine ni mizatu, wengine ni uzembe tu. Lakini ili mtoto hayawezi haya, ni watu watatu. Ipo nafasi ya mzazi au mlezi, ipo nafasi ya mtoto mwenyewe, ipo nafasi ya mwalimu. Sasa mimi sio muumini kwamba watoto wachapwe au wafinywe, lakini hata namna ambavyo leo walimu wanafundisha watoto imekuwa ni changamoto. Kwa pale ambapo mwalimu tu ameweka msisitizo, mzazi ameshakuja kwenye shule. Watoto wetu wanafokewa sana. Mtoto yuko darasa la kwanza anafokea wapi? Sio normali. Kwa wakati fulani kaambia, jamani, kama unaona kwamba hii shule mtoto wako hawezi kusoma kwenye tabia ambazo wewe baba na mama yako unazitaka, muhamishe, mpeleke shule nyumbani kwako. Fanya homeschooling. Lakini on a very serious note, hii figure hapana. Lazima itafutwe mechanism. Lazima. Aka katoto kana fahamu sala nzuri sana, kana perform vizuri kwenye mafundisho ya kanisa na madrasa, lakini akajui kusoma na kuandika. Kwa ni vizuri kwa support ya watoto, tutafute mechanism, hata kama ni kwa kushikiana uwezo. Na pengine hata uwezo mwenyewe kaamua kwamba kwenye kitu cha aina hii, pengine mwenye special, hata tukushikiana kupata special fund, tukatafuta walimu wa madarasa ya kwanza na la pili na tatu kwa ajili ya kujenga uwezo wa hawa. Na baada ya mwaka tukaevaluate, je, tulicho kifanya kimesaidia? Hao sio kuchekwa kwamba eti njoo mbele kinyago haya mchekeni ho. Hii hapana. Hao 3 hawa ni wengi hawa. Toto ni wengi hawa. Sisi kama mkoa tuichukulie kwenye uzito, tuwe namna ya kusaidia. Na ndio roro ya uongozi. Sio, mnanielewa? Mkiangalia hotuba, nadhani ilikuwa ni hotuba ya baba wa taifa, ilikuwa anazungumzia kuhusu urais. Akasema urais ni mzigo, kwa sababu hata watu wakiwa wajana nyumbani kwao wanasema rais. Ni mzigo, lakini inakuhusu. Ndio maana sisi mahindi yameshuka, wakulima wanamlaumu nani? Rais. Yakipanda wanamshukuru, wanaonunua unga Dar es Salaam wanaumlaumu. Hii serikali haina maana. Unga kilo moja 2,000, wakati mkulima anafurahia gunia ameuza laki. Sasa hizi gunia ni 35,000, hakuna anayejadili kuhusu mkulima. Unaona uongozi ni mzigo. Kwa hata sisi hapa, ndugu zangu wakurugenzi mlioko hapa, hebu wiwa kwamba unaongoza jamii hivi, kwenye mazingira tunafanyaje? Kwa mnasema no, nadhani sisi tuangalia watoto wote wa sport, hebu wapate program maalum hata kwa wiki moja tu. Mtoto kama anafunga mwezi wa 9 kwenda nyumbani kufanya nini? Kuna mtoto mazingira hayamsababisha ajifunze kusoma na kuandika. Wazazi, mazingira ya nyumbani, tuone tunakuja na solution kwenye jambo hili. Na nadhani Ras, wewe mwenyewe ndiye mkuu wa utumishi, wewe namna ambayo hili tutalifanyia kazi.